election violence. Kwingineko ni kwamba mkurugenzi wa upelelezi wa jinai amekana tuhuma za ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwamba hajawasilisha faili za mauaji ya Kevin Maseli na kujeruhiwa kwa Joseph Kasio ambao walipigwa risasi na polisi huko Kitengela mwezi uliopita. Kwa mujibu wa DCI, faili iliyowasilishwa ilipendekeza kuchukuliwa hatua za kisheria maafisa 5 wa polisi kwa mauaji na jaribio la mauaji. Runinga ya Citizen ilipata nyaraka zinazowataja maafisa wa polisi wa ngazi za juu walohusika pamoja na raia. Ode Francis sasa anafichua majina ya wahusika hao. Shambulio kwa risasi mwezi jana katika klabu ya C&M Lounge kwenye barabara ya Kitengela na Manga sasa limekuwa kitovu cha utata mkubwa. Familia za waathiriwa zikisema magurudumu ya haki imesimama licha ya ushahidi kuonyesha maafisa wa polisi wa ngazi ya juu walihusika. Kulingana na mashahidi na picha za CCTV, ugomvi ulianza ndani ya klabu hii. Wanaume 4 walishambuliwa na mlinzi na baadaye mmiliki wa klabu Stephen Kialonzioki, ila walioshambuliwa walitupwa nje. Kevin na Joseph waliporudi kuwarushia mawe, jiwe moja lilimpiga naibu mkurugenzi wa operesheni Samuel Bet. Bet anaonekana akitoa bastola yake na kufyatua risasi kutoka ndani ya klabu, kisha tena kutoka eneo la maegesho. Wakati huo, Nzioki alimuita afisa mwingine wa polisi wa utawala, Abdullahi Wako, anayejulikana kama Moha. Alidai wawili hao walikuwa wezi, madai ambayo yamekanushwa kwa kuwa waathiriwa na marafiki zao walikuwa wateja walioonekana walevi. Wako, ambaye anahusishwa na ulinzi wa gavana wa Isiolo, aliwasili na mkuu wa polisi wa Mariakane Boniface Wambua, ambaye alifyatua risasi hewani kabla ya kuwafukuza wanaume hao huku akiendelea kufyatua risasi. Runinga ya Citizen imedhibitisha kwamba DCI Masake Wanga alituma faili ya polisi iliyopokelewa kwa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP tarehe 2 Februari mwaka 2026. Mapendekezo yalikuwa kuwafungulia mashtaka ya mauaji na jaribio la mauaji Samuel K. Bet, Abdullahi Wako, Stephen Kialonzioki, Amos Kiondungumbi na Joses Ekale na Kain. Uchunguzi huo pia umemtaja mkuu wa polisi Mariakani Boniface Wambua kwa kosa la matumizi mabaya ya silaha na kushindwa kuwajibikia risasi alizopewa. Wachunguzi walipata bunduki 3, maganda 9 ya risasi na kichwa kimoja cha risasi katika eneo la tukio. Uchunguzi wa kitaaluma unaonyesha bastola ya Bet ilikuwa imepoteza risasi 3, bastola ya Taurus ya Ngumbi risasi 4 na bastola ya Beretta ya Wambua risasi 1. Licha ya ushahidi na mapendekezo hayo, afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP bado haijatoa mwelekeo kuhusu kesi hii na kuibua maswali: kwa nini mashtaka yamesimama na ni nani anayewalinda maafisa waliotajwa kwenye ripoti? Familia za Kevin Maseli na Joseph Kasio bado zinasubiri haki. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.